Good evening watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Ni matumaini yangu mpo salama mahali popote mnaendelea kunitazama. Karibuni ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Na watazamaji, ni pigo kubwa kwa Oburu Odinga pamoja na wanachama wa ODM ambao walikuwa wamemfurusha aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna. Mahakama hatimaye imevunja kimya watazamaji wangu kuhusiana na kuondolewa kwa Sifuna ndani ya chama cha ODM, na ni afueni kwa Sifuna watazamaji wangu, kwa sababu mahakama imetupilia mbali yale maamuzi ya ODM ama maamuzi ya Oburu Odinga kutaka kumuondoa Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Uamuzi ambao umetolewa jioni leo watazamaji wangu unapinga ile gazeti ambayo sasa ingechapishwa rasmi ili kumchagua kiongozi mwingine kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Hii ina maana ya kwamba sasa bado Edwin Sifuna ndio ataendelea kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM mpaka sasa maafikiano waweze kuzungumza, wakubaliane kama kuondolewa kwake kulikuwa ni kwa njia ambayo ni ya halali ama ni njia ambayo isiyo halali. Lakini hapo awali watazamaji wangu, kama tu vile ambavyo Edwin Sifuna alikuwa amesema, ni kwamba kuondolewa kwake kulikuwa kinyume na sheria za ODM, kuondolewa kwake hakukuwa halali, na wale ambao wanamuondoa wanafanya hivyo kwa sababu wanaofia msimamo wa Edwin Sifuna na vile ambavyo amekuwa akiwapinga wale top leaders wa ODM ambao wanataka kupeana hiki chama kwa upande wa William Samoei Ruto. Mambo yanazidi kuwa magumu watazamaji wangu kwa Oburu Odinga pamoja na William Samoei Ruto kumfurusha Edwin Sifuna. Ni jambo ambalo alianza kulipanga kitambo sana, kwa sababu kuna kipindi kimoja ambapo William Samoei Ruto alisema ya kwamba huyu Edwin Sifuna akuje polepole, kwa sababu akumbuke ya kwamba bado huyu William Samoei Ruto ni mwanzilishi ama ni mmoja ya wanzilishi wa chama cha ODM. Kwa hivyo kuna uwezo wa kumchukulia hatua za kumwadhibu pale ndani ya chama cha ODM. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, na ningependa nikusomee uamuzi ambao umetoka mahakamani ukitupilia mbali hayo maamuzi ya Oburu Odinga kutaka kumfurusha Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM. In its ruling delivered on Thursday, February 12, the Political Parties Disputes Tribunal ordered the immediate suspension of the gazettement of Sifuna's ouster pending the hearing and determination of the matter. So watazamaji wangu, mpaka sasa hivi Edwin Sifuna ndio ataendelea kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, na mpaka kuweze kufanywa mazungumzo kadhaa ndani ya hiki chama cha ODM aweze kukubaliana kweli huyu Edwin Sifuna bado ataendelea kukaa pale kama katibu mkuu ama ataendelea tu kukaa kama mwanachama wa kawaida. That pending the hearing and determination of this instant application inter partes, this honorable tribunal hereby issues orders staying the implementation of the resolution made by the National Executive Committee of the Orange Democratic Movement Party. The court ruled that pending the hearing and determination of this instant application inter partes, this honorable tribunal hereby issues an order restraining the respondents from publishing in the Kenya Gazette the resolutions made on February 11, 2026 to remove Edwin Sifuna as the Secretary General of the party. Kwa hivyo watazamaji wangu, hiyo ndio barua ambayo imetoka siku ya leo, barua kutoka kule mahakamani kuhusiana na kuondolewa kwa Edwin Sifuna. Na kwa hivyo sasa ni afueni pia kwa wale supporters wa Edwin Sifuna ambao walikuwa na wasiwasi, wanaona ya kwamba sasa Edwin Sifuna ameondolewa ndani ya chama cha ODM. Bado yeye ndio katibu mkuu wa chama cha ODM, na zile resolutions ambazo zilifanywa kule jijini Mombasa baada ya ule mkutano ambao ulifanyika huko, hizo zimetupiliwa mbali. Ni mkutano ambao hata haukuwa umehudhuriwa na viongozi wote wa ODM. Ni wachache tu walijitenga, wakaenda wakachagua katibu wao mkuu na wakamtangaza hadharani, wakasema ya kwamba wamemuondoa Edwin Sifuna. Lakini sasa watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo, na nataka nikupatie fursa usikize hii hotuba kuhusiana na kuondolewa kwa Edwin Sifuna ambayo imetolewa siku ya leo na viongozi ambao wamekuwa wakisimama na Edwin Sifuna kupinga broad based government. Kabla sijakuwekea video mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. I want to state that the illegal removal of Sifuna from office
is not taken on a light note by this team, and I want to condemn the leaders who did this. We know what Baba stood for. Baba stood for justice. Baba stood for fair hearing and trial. And the meeting that took place in Mombasa was an illegal meeting. That was a kangaroo meeting that was set up to remove the current Secretary General of ODM, Edwin Sifuna, from office. I want to state that these leaders were seen at one point in Mombasa taking sacred oath to uphold and protect the party constitution, the same constitution that they are violating. There was no proper procedure that was followed. And I want to state that there is no way that illegal office holders can remove a legal office holder, SecGen, from office. Lastly, I want to state that the only mistake Sifuna committed and the only mistakes that we are committing is to fight for the downtrodden, to fight for the forgotten in this society, to fight for the less privileged in Kenya, to fight for jobs to be given to our youth, to fight against the high cost of living that is affecting Kenyans in this nation. These are the only crimes that we are committing. And I want to assure you that we are going to fight. The war has been declared, a line has been drawn. If you are on our side, you are on our side. If you are on the other side, fight on the other side. Na watazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kumsikiza, huyo ni mbunge wa eneo bunge la Embakasi East, Mheshimiwa Bobby Owino, pia na yeye akiendelea kukashfu na kulaani hivyo vitendo ambavyo vilifanyika kule jijini Mombasa, akisema ya kwamba ni vitendo ambavyo vilikuwa sio halali, na bado wanaamini ya kwamba Edwin Sifuna ndio katibu mkuu wa chama cha ODM. Mpaka mkutano ufanywe na viongozi wote wachaguane, wajue sasa tumemwondoa Edwin Sifuna na tunambadilisha na kiongozi fulani. Lakini sio viongozi wachache wa ODM wanaenda kufanya mikutano zao za kisirisiri, wanataka kubadilisha uongozi wa ODM. Nakomea hapo watazamaji, lakini sijui mko na maoni gani kuhusiana na vile ambavyo Edwin Sifuna anaendelea kukumbana na changamoto, misukosuko ndani ya chama cha ODM. Unaona sasa mahakama ndio imejitokeza kumsaidia. Kama tu vile ambavyo nilikuwa nimekuuliza hapo awali, unaona Edwin Sifuna anastahili kuendelea kupigania kukaa ndani ya chama cha ODM ama anastahili kujiondoa na kutafuta chama kingine tofauti? Kwa sababu mahali imefikia sasa hivi, Sifuna is bigger than ODM. ODM ndio inamhitaji Sifuna zaidi kuliko vile ambavyo yeye Sifuna anahitaji hiki chama cha ODM. Sifuna ako na ground, ako na kura za wananchi na wako tayari kumsupport na kumpigia kura pale mwaka wa 2027. Hebu niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha nakumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msiende bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.